Unajua wale wenye wako wanapigana na Nyangezi ni wanani? Wale wenye wanapigana na Nyangezi ni sisi. Ni vita. Mission ya coordination ni kufanya operation contre ya agression ni kwa. Sasa hivi mashambulizi inaendelea Nyangezi. Mashambulizi inaendelea Nyangezi sababu Nyangezi ilikuwa ngome ya M23 bare RDF. Yes, asante kwa wewe mpendwa mtazamaji ambao unatufuata kila kukicha pote ulimwenguni. Tunakupenda, tunakujali sana. Jaribu kuwa na subscribe, kulike, kucomment kazi zetu ili tunahitaji kuwa bora zaidi ya jana, na sio wengine ambao atakwenda kutuwezesha bali ni wewe ambao unakwenda kututazama kila siku ndio utakwenda kutuwezesha. Juma Masuku mbele ya kamera, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Tunapatikana kijijini Ruvungi kwa muda kama na mpendwa mtazamaji. Moja kwa moja tunakupeperushia matangazo yetu ni kwamba chama cha CNPSC ambacho kinajiunga na wazalendo wengine pamoja na msemaji wake Wakubwela Mwila Dalton amekwenda kutoa wito kwa wakongomani wote na wote ambao wanakwenda kupatikana ulimwenguni kwamba wanahitaji msaada wenu, wanahitaji ukakamavu wenu, wanahitaji muwe pamoja nao muweze kuwashika mkono ili kazi ambao wanakwenda kuifanya hapo Ruvungi kwa ajili ya ukombozi wa vijiji fulani na miji fulani uweze kufanikisha. Pendo mtazamaji, utakwenda kumfuata msemaji huyu wa chama cha CNPSC chake Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Utakwenda kumfuata mwanzo hadi mwisho kwa matamshi yake na kwa wito mkubwa na maneno mazito ambayo amekwenda kutoa kwa wakongomani wote ambao wanapatikana ndani ya nchi na nje ya nchi. Karibu uweze kumfuata moja kwa moja. Mimi ni Wakubwela Mwila Dalton. Niko chargé na communication na media mu coordination, nouvelle coordination la wazalendo mu Sud. Na kusema PCC niko secrétaire général de la. Kuna taarifa kwamba kunakuwa na coordination ambayo iliweza kuundwa katika maeneo haya ya mapambano. Labda raia ungependa kufahamu mengi zaidi namna gani coordination hiyo iliweza kupangiliwa? Mnaona watu walikuwa wanafanya, kila watu walikuwa wanafanya vyao. Watu walikuwa wanatumika kazi maordre zenyewe zilikuwa disperse. Ikaonekana watu wote wafanye kimoja. Wazalendo walikuwa wanafanya, wakomanda walikuwa wakomanda tofauti, kila komanda mambo yake, kila komanda na mambo yake, kila komanda na mambo yake, kila group na mambo ya kwao. Kwa kuwa intérêt ya kusema watu wote wakuwe pamoja, tufanye kitu ambacho kitaitwa coordination ya operation Sud ya VDP. Na njoo ambayo ilundo. Labda unaposema VDP inakuwa inamaanisha nini? VDP ni les volontaires pour la défense de la patrie. Volontaires pour la défense de la patrie. Ni watu ambao wanajitoa kwa kutetelea patrie ni imaya au souverainete. Na labda nani ambaye aliweza kuteuliwa au kuchaguliwa kwa kuongoza coordination hiyo, na labda na nani ambao waliweza kukutanana ili kuweza kuunda coordination hiyo? Ilikuwa na group armé zote za Sud. Kama tunasema Sud, tunakamata territoire ya Uvira, tunakamata territoire ya Fizi, tunakamata pia territoire ya Walungu. Wale wote ndio walikutanana wakaunda coordination. Ile magrupe ndio walikutana ikaunda coordination. Na mtu ambaye alisimamia ile, aliteuliwa kusimamia ile coordination ni Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Ndio mwenyewe alisimamia ile coordination, ambaye anaongozwa, anasindikizwa au anasaidiwa kwa observance wa kwake, tuseme ni Kasimbira John Makanaki, na mwenye kushakia na administration na logistique ni komanda Rene Itongwa, ndio ule mwenye kushakia na administration na logistique, na Makanaki kusharge na operation na renseignement. Na mimi mwenyewe mko mnaniona hapa niliteuliwa kama vile mwenye kusharge na communication na media, c'est-à-dire presse, niko porte-parole wa coordination. Kazi kubwa ya hiyo coordination inakuwa ni nini zaidi sana? Nilisema ya kwamba kazi kubwa kwanza ilikuwa kimoja, kwa sababu watu wakikuwa kimoja wanakuwa nguvu. Kazi kubwa ambayo tulifanya au mission ya ile coordination itakuwa kufanya face au itakuwa ni vita. Mission ya coordination ni kufanya operation contre ya agression yenye tuko nayo. Ndio mission kubwa. Ile coordination haina mission ya kulima mashamba, ile coordination haina mission ya kuroa samaki, ile coordination haina mission ya kuiba. Coordination iko na mission ya kufanya operation za hii uvamizi ambao tunafanya.
mambo mengi ya kufanana na hayo. Ukiangalia kule Fizi kuna yale yaliyofanyika na gavana makamu. Ukiangalia katika mji wa Baraka kuna yale ambayo iliweza kufanyika na mbunge wa kitaifa Justin Bitakwira, lakini yote ni kama vile ilikuwa haiheshimiki. Unafikiri hii ndio itakuwa naheshimika kama kawaida? Fizi ndio. Fizi kulikuwa kuliteuliwa mheshimiwa William Amuri Yakutumba kama vile kiongozi. Unaona nishawaambia tuko na territory ya Fizi, ndio. Tuko na territory ya Uvira, tuko na territory ya Walungu, territory hizo za mingi. Wakati mheshimiwa alichaguliwa kule Fizi, kulikuwa ingine materitory ambayo ilikuwa ndani. Na kulikuwa wengine wa viongozi wenye walikuwa ndani. Sasa ikaonekana tena kukakuwa ile ingine magrupu yenye ilikuja nayo kuapuye ile mawatu ambayo ilionekana pale Fizi. Alafu ikaonekana ni ule mtu mwenyewe aliongoza, mwenye aliteuliwa kule Fizi na njoo hapa tena anateuliwa kuja kuongoza. Nawaza ni hiyo. Umesema kwamba kuna yule ambaye anahusika na administration pamoja na operation. Labda kuna mwenyewe anahusika na administration na logistique. Ndio. Na kuna mwenyewe anahusika na operation na renseignement. Ni mambo ya kijeshi hautaijua zaidi, lakini operation na renseignement iko na kazi yake na administration na logistique ina kazi yake. Labda tukiangazia kwanza hapo kwenye upande wa renseignement pamoja na operation. Labda katika upande wa vikosi vyenu, vikosi vinakuwa vinachangana vyote kwa pamoja, wa vikundi vyote, kila mtu anakuwa yuko na vikosi vyake vile vile. Unapokuwa kunatokea labda jambo la kwenda kushambulia sehemu fulani, ndo kundi lile linakwenda au namna gani? Hapana, vikosi vyote vilichangwa. Vikosi vyote. Tunaposema wakomanda wote waliikala pamoja. Tunaposema wakomanda wote waliikala pamoja, ni kusema na wasoda wote walikala pamoja. Umesema kwamba wanakuwa wakiweza kuchangana katika vile vikundi tofauti, na labda hivi mnafikiria kwamba kutakuwa na vurugu yoyote, huenda labda kwa wale wanajeshi kusema kwamba yule ambaye amepewa kuweza kumuongoza sio kamanda wake? Hapana, watu wote walikala pamoja na watu walikuwa convinced na mambo ambayo ilifanyika, kusema mwenye alipewa aongoze na ndio atawaongoza. Walikubali kuongoza na yeye. Ndio, labda kwa mtazamo wako unafikiria hii coordination mpya itasaidia kitu gani kwa hivi vita ambavyo vinaendelea kila kukicha maeneo haya? Coordination hii itasaidia kwa sababu kitu cha kwanza nilisema umoja ni nguvu. Kitu cha pili, unaona kila mtu alikuwa anatumika kazi ngambo yake. Itasaidia kwa sababu zile nguvu zote ambazo zilikuwa zinafanya kila nguvu inatumika upande wake, itasaidia sababu nguvu zote zinachangwa pamoja. Na wakati zile nguvu zinachangwa pamoja, zitafanya kazi ya kuonekana. Ukiona hawa viongozi ambao wameteuliwa ni wa viongozi ambao wako na experience ya vita. Na wakati ni viongozi ambao wako na experience ya kufanya vita, guerrilla, classique, tout ça. Na wakati wanachangana pamoja, tunajua kutakuwa result yenye itakuwa positive. Atuka kazi itatembea vizuri sababu nguvu zote zimekuwa pamoja. Lakini siku za nyuma ilionekana mlikuwa mpo tofauti, lakini kazi ilikuwa inafanyika na kisha nyinyi kuungana. Raia labda wanasema kwamba bado hawajaona kazi yoyote ya muungano wenu. Kama raia wanasema kama hatuyafanya kazi, ni raia yenye haijui. Kuna raia mwenye anajua na kuna raia mwenye hajui. Sio kila mtu ambaye anajua na sio kila mtu mwenye anawajibika kujua. Kuna wenye wanajua na kuna wenye wajua. Tangu coordination ifanyike wala kabla ya coordination yafanyika, kazi iliendelea kufanyika. Na kazi inaendelea kufanyika. Mko mnasikia Nyangezi. Nyangezi kila siku tuko tunapigana. Mnajua wale wenye wako wanapigana na Nyangezi ni wanani? Wale wenye wanapigana na Nyangezi ni sisi. Ni kusema kama tulikuwa tunapigana magundi ilikuwa kazi ndio. Lakini pia utakuwa utafauti kwa sababu umoja ni nguvu. Tunajua resulta itakuwa positive kushinda kazi yenye ilikuwa tumikiwa hapa awali. Na kulingana na vikosi vingine ambavyo viko huko ya Foka Mike na wenyewe nao sijui ni kitu gani kinaendelea huko. Je, wote mmeamua kuchangana pamoja kwenye hii coordination au nao watakuwa na coordination yao kule? Hapana, coordination itakuwa moja. Nawaza nao tunawasubiria wakuje tuangalie tufanye kitu kimoja. Coordination itakuwa moja. Coordination itakuwa moja sababu sinakwambia coordination iko ya city. Donc kama tukikamata
muax au musysteme militaire inaweza changa nao wa huku nao wa huku, lakini itaitwa sit. Ni kijeshi ya kiombe geography. Akiombe sababu ni province fulani. Ukikuta hii coordination ya sit mko Manyema, hii coordination ya sit mko province ya Tanganyika. Ni hivyo. Donc kijeshi inatofautiana na mipaka ya kiraia, ya administration ya kiraia. Na wao pia wako na watakuja sababu chef M mwenye yuko chef M, tuseme kwa mfano chef M wa coordination ni mtu wa territory ya Mwenga. Nyakiriba Matibula ni mtu wa territory ya Mwenga. Ni Munyindi wa pale Kasika. Jo mwenye aliteuliwa kama vile chef M. Sio na deja ni territory ya Mwenga hivi. Ni kusema watu wote deja wana partenaire ndani. Lakini ukiangalia kama vile viongozi wa wazalendo wanakuwa ni wengi na vyeo vinakuwa ni vidogo, wale ambao hawakuweza kupata vyeo, unafikiri kwamba kweli kweli watakuwa mirizia kwa moyo mmoja? Watu wote hawawezi kuwa washefu mara moja. Unakuwa wakati kunakuwa vipindi. Huyu anateuliwa hii wakati anatumika, wakati labda ataonekana amechoka kuna kuteuliwa mwingine. Nyinyi wote kwa wakati mmoja hamwezi mkakue na cheo kimoja. Cheo kinaenda sawa kama vile wakati inaposema inapohitajika. Mmeweza kuteua au kuweza kuunda kamati ya coordination katika kipindi hichi cha kuweza kumpiga adui ambaye ni M23. Je, kisha harakati hizi coordination itakuwa imeweza kusambuka au namna gani? Hapana, coordination itaendelea. Hatukuunda coordination sababu ikufe, wala hatukuunda coordination sababu iwe na mwisho. Tuliunda coordination kwa sababu kiwe kitu ambacho kinakomaa, kiwe kitu kenye kitakuwa solid na kiwe kitu ambacho kitadumu. Hatukuunda coordination sababu iwe na mwisho. Naam, labda tukizungumzia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa vita. Je, unaweza kutupatia habari kamili kuhusiana kwanza na vita ambavyo vinaripotiwa kila leo Nyangezi, huku watu najiuliza kila leo Nyangezi watu hawasongi mbele, wazalendo unasikia leo Nyangezi, kesho Nyangezi. Kwanza huko kitu gani Nyangezi kwa sasa? Tuliamua mpaka sasa hivi mashambulizi inaendelea Nyangezi. Mashambulizi inaendelea Nyangezi sababu Nyangezi ilikuwa ngome ya M23 bare RDF, ilikuwa ngome yao. Wale wote ambao mko mnasikia M23 au askari wa kutoka Rwanda wako wanaenda ngambo za Minembwe, pale Nyangezi ndio ilikuwa zone de rassemblement. Na ndio maana hii coordination iliamua kufungua front pale Nyangezi mpaka tuhakikisha adui tunavunja nguvu zake pale, sababu ilikuwa ngome yake kubwa, ilikuwa zone de rassemblement ya kwake, kwenye alikuwa na distribue matrupe za kwenda maeneo mbalimbali. Ndio maana tumeamua kupiga pale, na mpaka sasa pale tumefungua front kubwa. Mpaka tuhakikishe tumemzofisha adui maeneo hiyo. Kunakuwa na hali ambayo raia wanashindwa kuelewa, ni pale ambako wazalendo wanashambulia adui na kudhibiti eneo hilo, lakini baada ya muda unasikia tena wazalendo wanatoka lile eneo na kuwaachia tena maadui waingie pale. Hii inaweza kuwa inasababishwa na kitu gani kwa upande wa wazalendo? Kuna aina nyingi za vita. Hicho mnapaswa kujua kama kuna aina nyingi za vita. Kuna vita inaitwa ambuscade, ambush. Hiyo vita huo mnapigana kisha muda kidogo mnatoka. Kuna vita ambao mnaita red. Hiyo vita inahesabika madakika. Mnaifanya kisha dakika kidogo mnatoka. Ni kusema hizo aina za vita ndio zenye watu hawaelewe zaidi. Wangekuwa wameelewa aina za vita ambazo sisi tuko tunatumikisha, hawangeuliza na hawangeshangaa. Kupiga na kurudia usiwazi kama si vita. Kupiga na kurudia ni vita, kupiga na kukaba au kukaa ni vita. Kupiga usiku ni vita. Yaani kila vita ambayo ina destabilize adui, kila kitu ambacho kinamshitua adui, kila kitu ambacho kina desorganize adui, ulikuwa unapanga. Kwa mfano mimi mko mnafanya na mimi interview hapa. Tuko tunahojiana na nyinyi watangazaji, nyinyi wapasha habari. Kama kuna risasi hapa, tutabaki hapa. Tutatoka. Hata kama risasi moja au mbili tatu ipige, na wale watu wanapotea, wanakimbia, wanarudi. Lakini watatuchanganya akili. Ni kusema hiyo deja tayari inakuwa vita. Na ndio maana kama mnauliza au raia, mliona raia wanashangaa, wanasema wanapiga wanarudi, wanapiga wanarudi.
ni mojawapo wa aina ya vita ambayo tunatumikisha. Sio kurudi sababu tumeshindwa, au sio kurudi kwa sababu hatuna shabaha ya kufanya vita. Ni aina ya vita. Kwenye mitandao ya kijamii kuna habari zinazagaa kwamba jeshi kutoka Burundi linakuwa linawazuia maeneo kadhaa kuto kushambulia adui M23. Habari hizi zinakuwa gani kama? Jeshi la Burundi alijazuia sisi kufanya vita. Jeshi la Burundi ni partenaire wa nchi ya Kongo. Burundi ni jeshi au Burundi ni serikali rafiki wa serikali yetu, na serikali ya Burundi na jeshi la Burundi na jeshi la Kongo wana mapatano fulani, na sisi tuko VDP. Mapatano ya jeshi la Burundi haihusu sisi VDP, yaani sisi wazalendo. Jeshi la Burundi na jeshi la Kongo wana mapatano. Serikali ya Kongo na serikali ya Burundi wana mapatano. Hiyo haihusu sisi VDP. Tukisema kama VDP sisi tunazuiliwa na jeshi la Burundi, hapana. Tuko tunafanya kazi. Ingelikuwa jeshi la Burundi limetuzuia, hamungesikia Nyangezi huko kunapiganiwa. Tuko tunapigana Nyangezi. Wenye wanapigana Nyangezi ni nani? Ni sisi hao. Hasa wa jeshi la Burundi mbona jeshi la Burundi lipo hawatuzuii? Wakiwaambia kama wanatuzuia kufanya vita jeshi la Burundi, wanawadanganya. Jeshi la Burundi wako maordre za kwao, na sisi pia tunatembea na maordre za kwetu sisi kama vile VDP zenye azidependre na FARDC. Ni muda mwingi mnakuwa mkiendesha mapambano katika maeneo ya Nyantende, maeneo ya Nyangezi na sehemu zingine leo hile. Labda ningependa kufahamu vizuri zaidi sana, kwa sababu kunakuwa taarifa kila siku kukamata katika vijiji hivyo kwa kila siku. Sasa hivi vikosi vya wazalendo viko maeneo gani? Vikosi mji wa Nyangezi tumeugabulana mara pili. Kama unajua kwa paroisi ya Katoliki, ile ni eneo yenye kusuko kontrole ya jeshi letu. Sisi ndio tunakuwa pale. Mpaka kuingia ile yote milima yote ya Mumosho ni sisi ambazo tunadhibiti. Tunadhibiti Kaziba yote, sisi ndio tunadhibiti Kaziba. Unajua Kaziba? Tunadhibiti kule kote. Ni kusema adui yeye tunamkunja adui tunamkwense katika mji wa Bukavu na nusu ya mji wa Nyangezi. Hiyo ndio mapambano ambayo tunaendelea kufanya. Naam, vita vinaendelea huko Nyangezi, huku adui bado akisalia maeneo ya Kamanyola. Labda ni kipi ambacho kinasababisha mpaka sasa adui hajapigwa maeneo ya Kamanyola ambako anapatikana? Siweze nikawaambie nyinyi watangazaji kama kwa nini sisi hatujapiga Kamanyola. Siweze nikawaambie tutapiga Kamanyola wala hatutapiga Kamanyola. Ni mpango wa vita. Mpango wa vita, niliwaambia vita ni strategy. Ina maana yenye sisi tunapanga ndio yenye sisi tunapanga, mtaijua baadaye. Kwa sasa hivi inasemekana kwamba kabla ya muungano huu wa coordination ambao umekuja kuiunda hivi karibuni, ilikuwa inasemekana kwamba kwenye maeneo ya front kule Manyantende, Nyabibwe na sehemu zingine pale kulikuwa kuna vikosi vya SNPCC. Hii ilikuwa inatokana na nini? Unajua SNPCC ngome ilikuwa Fizi. Ngome ni Fizi. Kutoka Fizi kufika huku sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi. Ili tukamata muda kufika. Lakini hivi tumefika, najua kazi itaenda vizuri. Tulikuwa mbali. Ndio maana kulikuwa retard kidogo ya sisi kufika maeneo ya Nyantende, na sisi kufika maeneo ya Nyangezi, na sisi kufika mahali hapa. Lakini hivi tayari tumefika, najua kazi itaenda vizuri. Kazi kubwa ambayo tayari imeweza kuifanya kwa kumzuia adui hapo ulipo na kwenda kumchokesha kichwa chake, kwa sababu inasemekana kwamba bila nyinyi tayari kipande kikubwa kingekwisha chukuliwa na waasi wa M23. Hivi kutokana na juhudi zote, kazi yote hii, msaada gani ambao mmekwisha kupata kwa serikali kwa muda wote huu? Serikali kwanza ni baba yetu. Serikali kwanza ni baba yetu. Lakini kwa sasa kama serikali ni baba yetu au jeshi la taifa ni baba yetu, kwa sababu sisi tuko hapo. Kwa sasa sisi tungali tunatumika na Mama Edebor. Tuko tunatumika na Mama Edebor. Mama Edebor ni kusema tuko tunatumika kama vile tulikuwa tunatumika zamani. Sisi VDP au sisi wazalendo tuko tunatumika kama vile tulikuwa tunatumika zamani. Hatujafanya kitu chochote na serikali, wala serikali haya kutusaidia
ili ya kuonekana atusaidia sisi tufanye kazi. Niliwaambia serikali iko na maprogramu za kwake ambazo ziko tofauti na sisi. Ndio, wazalendo wa CNPSC ambayo inaongozwa na Kamanda William Amuri ya Kutumba wanapatikana maeneo haya ya uwanja wa mapambano. Je, kurudi kwenu Fizi itakuwa baada ya nyinyi kufanya kitu gani na kuhakikisha kwamba mnaacha kitu gani huko ambako mnapatikana? Na tutarudi Fizi kwa sababu gani? Sisi CNPSC sio CNPSC en particulier haiko mouvement ya Fizi. C'est un mouvement national. Ni mouvement yenyeko national. C'est-à-dire wa Wakongomani wote. Tunaweza tukakae mahali popote pale Mkongo, mahali ambapo sisi tunajisikia tukikaa. Kama ni Equateur, kama ni Kasai, kama ni wapi, CNPSC inaweza ikaikae. Sio kusema Fizi hapa. Sio kusema kazi iende huku. Sisi hatuangalie nyuma, sisi tuko tunaangalia mbele. Kama mtu anatupatia mawazo ya kusema turudie Fizi kwa turudisha nyuma. Sisi sio mouvement ya Fizi. Tuko mouvement ya Wakongomani wote. Na tuko na wajibu na obligation ya kutumika mahali popote ambapo sisi tutajisikia hapa ndio tukapashwa. Kivita tunaweza tukakae hapa, kiamani tunaweza tukaikae hapa. Kwa hiyo sisi tuko Wakongomani, tuko mouvement national, hatuko mouvement ya territoire ya Fizi, hatuko mouvement ya Wabembe kama unataka.